Mtazamaji daima, karibu kufuata taarifa ya habari katika lugha bora tukufu na sanifu ya Kiswahili, matangazo yanayokujia moja kwa moja toka hapa jijini Goma, mashariki mwa Kongo DRC. Karibu tena kujiunga nami. Habari zetu ni pamoja na kuuliwa kwake mbalozi wa nchi ya Italia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye aliweza kupigwa kabisa risasi kumepita siku fulani hapa wilayani Nyiragongo mkoani Kivu ya Kaskazini. Lakini hata hivyo, siku chache badala ya hayo, wanaharakati wa mashirika za kiraia katika wilaya ya Nyiragongo wameleta mtazamo wao na kuzungumza kwamba hali ya usalama wilayani Nyiragongo yaendelea kutisha. Ni tangu siku nyingi hao wanaharakati waliendelea kupazia sauti na kuomba viongozi wazidishe mbinu madhubuti kwa ajili ya kuweza kuboresha usalama maeneo hayo Nyiragongo, lakini pasipo mafanikio. Mambo kawa ya Jean-Claude wakati ambapo alikuwa akizungumza na waandishi wa habari wa Hope Channel TV, ameenda kujulisha kwamba mauaji hayo imetokana tu na hali ya kuchafuka kwa usalama. Upande mmoja ni kwamba wapiganaji wa FDLR ndio waliweza kushotwa kidole kuendesha mauaji hayo, sababu watu ambao walimuondoa maisha mbalozi huyo walikuwa wakizungumza lugha ya Kinyarwanda. Upande mwingine sasa wao wamezungumza kwamba hawashiriki kamwe, yani tuhuma zote wamezitupilia mbali, wakati ambapo ni liwali wa Kivu Kaskazini ndiye alizungumza kwamba huenda ni wa FDLR ndio waliweza sababisha mauaji ya mbalozi huyu Luka wa nchi ya Italia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo aliweza kufariki huku wilayani Nyiragongo kumpita siku fulani. Twende huko Beni. Hali ya usalama tarafani Beni inaendelea kudidimia ni katika mashariki mwa Kongo DRC. Operesheni za kivita dhidi ya ADF zafanyika katika maeneo za Beni ila pasipo mafanikio. Hivi kulianzishwa mara tena operesheni za kuweza kusaka maadui hao ambazo zimeitwa Rwenzori huko maeneo tu za Beni, sekta ya Rwenzori, ambayo siku za leo imekumbana na changamoto za ukosefu wa usalama. Mauaji kila siku ya wananchi, raia wameuawa wasiokuwa na hatia, wakulima na wengineo. Utenda kuelewa ya kwamba kumepita siku mbili watu wengi wamefariki huko, zaidi ya 20, na wengine katika mtaa wa Oicha huko mambo pia imechafuka maeneo hayo. Etienne Kambale ni mwanaharakati wa mashirika za kiraia jimboni Kivu ya Kaskazini katika kitengo cha uongozi bora. Ameomba jeshi la Kongo DRC kuzidisha nguvu zake ajili ya kusaka amani, wakishirikiana na wanamemba wa mashirika za kiraia huko Beni, sababu hesabu ya watu ambao wamekwisha kuuawa kinyama imekuwa kubwa. Idadi ni ya watu wengi, na hivi sasa mambo imeendelea kuwa kila siku kichafuka maeneo za Beni. Hivi hawa wanaharakati wa mashirika za kiraia wamedhani ya kwamba basi watu wamekuwa wengi na ingekuwa sasa hatua muhimu kuweza kukabiliana ama kutokomeza makundi hayo ya kijeshi ambayo imechafua usalama huko Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini. Tuzungumzie siasa katika taarifa hii ya habari. Ni kuwa mkutano na vyombo vya habari hapa jijini Goma, Mwindo Nzangi Butondo alitoa pendekezo kama ilivyotangazwa na rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia akazungumzia kazi mbalimbali za ubunge ambazo aliziendesha katika utetezi wake huku jijini Kinshasa bungeni. Uboreshaji wa usalama, jamii, siasa na uchumi ni pamoja na yale ambayo amezani kwamba ingeweza kuwekewa kipaumbele katika serikali ambayo itakuwa imetangazwa, wakati ambapo miaka 2 ambazo zimebaki ingebidi government hiyo nyipi ambayo itatangazwa kuweza kuwekea kipaumbele mambo hayo ambayo imehusu jamii, usalama, pia uchumi pamoja na siasa katika DRC. Mwindo Nzangi Butondo alizungumza na waandishi wa habari. Die Boyongo alimhoji kwa Kiswahili na akazungumza ifuatayo. Lazima system yetu ya kodi, system fiscal iweze kubadilishwa. Tunalipa pesa mingi sana, lakini pesa hizo zinaingia kwa njia ambazo si njia halali. Lazima tuvote maloi ambayo itaweza kushusha hiyo matax, na kushusha hiyo matax
iwapermetre watu wafanye kazi vizuri bila kusongwa na gouvernement, ambayo watu wanataka kufanya kazi lakini gouvernement inaendelea kuwakokota kuwarudisha chini. Na ya mwisho tunasema ni hiyo tunaita social. Tunasema president aliweza kuahidi watu ya kwamba kutakuwa masomo ya bure. Tunapenda hiyo ahadi ya masomo ya bure iweze kutekelezwa, na hiyo ahadi ya watu kupata matibabu kamilifu kwa bei nzuri nayo iweze kutimilika. Hiyo mambo mane kwa miaka 2.5 ambayo inabakilia, kama tunaifanya tunaweza kusudi yeye atakayechaguliwa kwa 2023 akuje akute inji imefika kwa njia nzuri ya kuipeleka mbele. Na hiyo ndiyo matumaini yetu, na tunawaza kama government mpya ambayo inaingia ya bwana Sama ambaye alikuwa mmoja wetu wa watu wa Jesset, tulitumika naye, mimi nimefanya naye kazi sana, tumekuwa naye Genval, na ni yeye ambaye alikuwa ministre wa sport ile wakati tulitoka kwa MP, aliweza kudemissioner de manière spectaculaire. Ni mtu wa mavaleur, mimi namjua mzuri, najua kama ni kijana ambaye anakuwa shujaa kama mimi hapa, na tuna imani kwamba ataweza kupata nafasi ya kufanya kazi yake vizuri. Hiyo ndio matumaini tunayokuwa nayo, na ndio message ya espoir tunapatia population, sababu tunajua kama mambo yote iko kurushi. Tukiendelea na matangazo yetu, idhaa ya Kiswahili ya Hope Channel TV, siku 4 zimepita ni tangu masomo ifunguliwe katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa jimboni Kivu ya Kaskazini tulijaribu kutembea moja kwa moja katika mashule mbalimbali, na watoto wameheshimu kanuni za afya wakiosha mikono kunako shule Paimog na shule zingine kama Mavuno. Pia mashule ambazo zimepatikana mtaani Karisimbi kama Goma, ni kuwa viongozi wa elimu wamejitahidi kuweka vifaa nje kwa ajili ya kuosha mikono. Hata ndani wanafunzi wamevikwa barakoa katika juhudi za kuweza tu kukabiliana na maambukizi ya janga ya COVID-19. Kwa muda huo ni kwamba wanafunzi wamesoma na walimu wanafundisha vizuri, ijapokuwa tu wanafunzi wa moja imesemeka ya kwamba wameshindwa kuelewa haraka, kwani walipumzika muda mrefu. Hivi tu wameombwa bila shaka kuweka yote vizuri na kutoweza kuingia katika mambo ambayo haitawafalia, sababu siku ambazo zimebaki za kujifunza ni chache, ni pamoja na mashauri ambayo imetolewa na viongozi wa moja wa shule za hapa mjini Goma, wakati ambapo walikuwa wakizungumzia siku hii wakikagua jinsi mambo yalivyo, kipindi ambacho tu wamefungua mara tena milango ya shule baada ya miezi fulani ya kupumzika kutokana na wimbi la pili la mlipuko wa janga corona, maradhi ambayo ni hatari hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante bwana journalist, Sagisi nimetoka kusema katika lugha ya Kifaransa, masomo tayari imeanza, na kwa leo tuko siku ya 4 kuanzisha kwa masomo, na kwa kweli hapa kwetu kwa Epaimoge kazi imeanza, na shida ambazo tunapata ni kuona watoto wamefanya miezi 2 kunyumba, na ile ni karakteristiki ya watoto ambao bako ku école primaire, kisha muda fulani anafanana kusahau yote ambayo alifunzwa, ila mwalimu anataka technicien iko na fanya kazi yake pour que ule mtoto afike kulivu. Unakuwa na ujumbe gani kwa wanafunzi? Na kwa ajili ya hiyo, je, mnafikiri kwamba kalendari ya mwaka huu mtaweza kumaliza mipangilio yote, sababu wakati ambapo mambo imekuwa ikichelewa hii mara kwa mara? Ndio, kwa leo nina imani kama kalendari itaheshimiwa. Unajua kama ministre national alitosha calendrier yenye fete yenye inaitiwa calendrier réaménagé. Haiko ile ya mbele ambayo itafuatiwa, ila ni hii ya mpya ambayo itafuatiwa, na ile ya mpya siku zote zinahesabiliwa. Donc nina ile imani kama zitaheshimiwa, kama hakupatikane tena perturbation. Wanamemba wa jamaa za watuhumiwa
kuendesha mauaji yake Simba Ngezayo, mwanaharakati kiuchumi jijini Goma aliyeuliwa kumepita siku nyingi, ni kwamba waliweza kuandamana mbele yake liwali wa Kivu ya Kaskazini, ofisi yake liwali. Hawa wanamemba wa jamaa za wafungwa katika kesi ya mauaji yake Ngezayo hapa mjini Goma, wakati ambapo huko wakilaumu vikali hali ya maisha ya wafungwa hao katika gereza ya Ndolo pa Kinshasa. Walimpelekea liwali kibarua cha malalamiko kuonesha kwamba maisha ambayo wamepitia huko gerezani ni ya mateso, na wameomba kufunguliwe haraka kesi kwa ajili ya kuwahukumu, na ambao utaonekana kuwa kusipokuwa na hatia fulani waondoke gerezani, yani ambao wamefungwa pasipo hatia. Imesemeka hivyo na waandamanaji ambao wamesema hawafurahishwi na haya yote. Ni wanaharakati toka mjini Goma, mashirika za kiraia, Nyiragongo pamoja na Kalehe, na wamezungumza kwamba miongoni mwa wale ambao wamefungwa mwapatikana watu karibu 65 ndani ya magereza mbali na huko Kinshasa. Wengine wamepatikana mnamo magereza kadhaa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi tu utakuwa umefuata mengi na zaidi, lakini utaenda kujiunga na matamshi ya wale ambao walikuwa katika mrorongo huu wa maandamano, wakileta mafasirio kuhusiana na maandamano yao na kile ambacho wamevizia. Tumeambia liwali wa jimbo aweze kumfikishia malalamiko ya hawa wakaaji, ambayo inasema ya kwamba ni mzuri masambo yaweze kuandaliwa kwa ajili ya hao watu ambao waliweza kufungwa ndani ya hiyo kesi ya bwana Simba Ngezayo, na wakisema ya kwamba hao watu wote ambao waliweza kubeba Kinshasa waweze kurudishwa hapa, kwani hakuna kile ambacho kinaweza kuacha watu wanabebwa Kinshasa, ijapokuwa mauaji ya bwana huyo iliweza kutendeka hapa Goma. Na watu wamesema ya kwamba ni hitaji kubwa kuona ya kwamba impunite inaweza kuitoke ndani ya nchi yetu, na hiyo inamaanisha ya kwamba watu wanataka kuwaona wale ambao waliweza kutenda hivyo vitendo waweze kuhukumiwa, na wale ambao watakuwa wainosa waweze kuachiliwa na waendeshe maisha yao ya kawaida ndani ya jamii. Na wale wa presume wenye walitumiwa Kinshasa, kwa tunashimplike pour que bientôt waweze kurudia hapa, waweze kusamba, kwa sababu stade actuel hatulisema mtu kama iko mwenye alifanya ile infraction upa, wote wangali wa presume innocent, na gouvernement provincial iko na impliqué pour que waweze kurudia huku na procès iko organisé hapa sur place. Hivi tunawashukuru na ile roho yenye mko nayo ya kutetea watu watoto wetu wanuki, na nikuonesha kama gouverneur wetu wa province Karinda Kasikuta atapata hii message, na anakuambia kama atajimplique pour que ma desiderata ziko humu aweze kupata kusuluhisha. Ni sauti yake Priska Luanda Kamala ambaye alipokea malalamiko ya waandamanaji kwa siku ya leo. Na jamaa kubwa ya waandishi wa habari iliguswa na habari mbovu ya kumpoteza ndugu Fabrice Shweka, mmoja kati ya watangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Hope Channel TV. Hivi tu aliweza kufariki mnamo tariki 20 Februari iliyopita, na ni leo Alhamisi ndipo Hope Channel TV imeanzisha vipindi vyake na matangazo. Fuata tena jinsi mambo yalivyo wakati ambapo waandishi wa habari walimshindikiza katika nafasi yake ya mwisho huko Minova. Asante kujiunga nasi kufuata taarifa za habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Mtazamaji mpendwa, nasema tena karibuni. Nous ne perdons jamais la personne que nous aimons, car elle est toujours dans notre cœur. Nous pouvons perdre sa présence, sa voix, son parfum, mais ce que nous avons appris d'elle, ce qu'elle nous a laissé, cela ne sera jamais perdu. C'est une des convictions ayant donné la force à toute l'équipe de Hope Channel Télévision Goma de reprendre normalement ses activités et poursuivre de plus belle son bonhomme de chemin. Ceci après la mort inopinée d'un de ses journalistes, un si courageux et travailleur, Fabrice Shweka. Ce jeune chevalier de la plume
qui nous a quittés depuis le samedi 20 février. C'est ce grand choc qui a brisé les cœurs tant de sa famille biologique que de celle professionnelle. Fabrice Choueka a été conduit en province du Sud Kivu, à Minova, son village natal, où gît à jamais sa dépouille mortelle. L'on pouvait lire la détresse sur les visages de ceux qui l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Une forte délégation constituée essentiellement de journalistes et membres de sa famille biologique. Ici, nous sommes à Minova, à la paroisse de Bobandana, où la messe de Requiem en mémoire du défunt a été dite. Sur les chemins vers la concession familiale, où il a été mis à terre, ses collègues et confrères journalistes face à la profonde douleur pour la perte d'un des leurs. Fabrice Choueka était un journaliste qui incarnait la docilité et l'esprit d'écoute. En tout cas, la mort nous l'a arraché, mais il a pu accomplir sa mission en laissant entendre ses confrères. Sisi tulimjua kijana wetu Choueka kama vile shujaa. Alikuwa shujaa kwa nini? Kwa kuwa kila wakati ulikuwa naye lazima kukazi. Antuka alikuwa disponible. Ulikuwa unampigia simu pale anakamata kama ni pikipiki iko kwenye iko anafika kwenye kazi. Jambo ya pili, bwana Choueka a consacré sa vie dans ses services de journaliste. Et dans ces fonctions-là, il a aidé à beaucoup de choses. Il a contribué au changement de beaucoup de choses. Il a contribué quelque part à la pacification. Il a contribué au développement. Tant dans la ville de Goma en particulier et en province du Nord Kivu en général. Alors je vais dire à la famille, à la grande famille biologique Choueka, que vous aviez eu un fils qui a peut-être fait et accompli sa mission. Dans l'au-delà, n'oublie pas qu'à jamais, tu resteras gravé dans nos vies, chers collègues et confrères, Fabrice Choueka. Que la terre de nos ancêtres te soit ainsi douce et favorable. Ni mwisho taarifa za habari mtazamaji mpenzi wa Nasema, na shukrani kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Nafsi yako ipumzike mahali pema peponi. Na kwa mwisho, katika habari zetu, kutaendeshwa mchezo wa vipasi pa kiwanja tarehe 14 Machi ijayo. Michezo hii itashirikisha timu za Goma na za huko Ruchuru. Ni kuwa Club King ya Goma itakwenda pigana na klabu Kamikaze ya huko Ruchuru kiwanja. Ujumbe kubwa wasubiriwa kushiriki michezo hiyo ya vipasi karate chini ya uongozi wake presidenti wa ligi ya michezo ya hapa jimboni Kivu ya Kaskazini. Mwisho wa habari zetu. Asante kwa uaminifu wako na kwaheri.